Filamu inaanza katika shule ya sekondari ya Bintang Baga. Ni siku hii ambayo wanafunzi wengi wavivu wa kusoma huwa wanapandisha makamasi muda wote. Yaani hapa wanafunzi walikuwa katika mtihani wao wa mwisho. Ulinzi ni wa kutosha. Ukiachana na walimu ndani, hapa nje pia kuna maaskari. Pia kuna CCTV. Na CCTV kakaa mama mkubwa. Yeye ndo mkuu wa hii shule, anaitwa Amanda. Katika wanafunzi kama kawaida, kuna wale ambao ni wazee wa kupiga chabo tu. Mkasa wa kwanza uko umewakuta vijana. Hawa ni marafiki kweli, Ario pamoja na Pasha. Wakawa wamekamatwa na Amanda mwenyewe. Akaamuru wanyang'anywe karatasi zao na watolewe kwenye chumba cha mtihani, waende katika chumba cha kusubiri adhabu. Hili alikuwatisha wanafunzi wote. Kama kawaida, hujasoma ni kumwangalia tu rafiki yako. Kuna rafiki mmoja hapa anaitwa Nala, akawa ameombwa majibu na binti mmoja anaitwa Inka. Inka yeye hapa alikuwa ni kama beseni tu, hana kitu chochote kichwani. Akamwambia Nala amuoneshe majibu. Sasa Nala kaandika maandishi madogo madogo, kwa hiyo Inka alikuwa aoni. Akasababisha pia mwenzake kunyang'anywa karatasi na wao wote wakawa wameondolewa hapo, waende katika chumba cha kusubiri adhabu. Sasa wakiwa huko, mkuu wa shule alipotoka hapo ili kwenda kuwatazama nje, akakuta kitu cha ajabu kinoma juu ya anga. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu. Baadaye mwalimu alipoenda kukutana na watu ambao ni wajanja wa kuibia mitihani kwa wenzao, akamwambia kwamba anawapa nafasi ya mwisho. Pasha akasema kwamba yeye anavyojua uongozi wa shule haujawahi kumpenda kabisa. Amanda akamwambia kwamba kama ndo hivyo nisingewapa nafasi ya pili, ningewafukuza. Akasema kwamba ninawapa nafasi ya mwisho. Akamwagiza mlinzi awagawie karatasi mpya za mtihani na wamepewa dakika 90 tu. Wakirudia kupigiana chabo, akawaahidi kwamba atawafukuza shule hiyo, hamna kusamehewa. Upande wa ukumbini, kipengele kama kawaida, watu wanaendelea kupiga mtihani. Sasa kengele uko umepiga, muda wa mtihani umeisha, watu wanatakiwa kukusanya ulichokiandika. Sasa kuna binti mmoja anaitwa Indri, mkono wake uko umegoma kabisa kuachia kalamu, ukawa anaendelea kuandika. Mara akaanza kupiga kelele, mara akaanza kuomba msaada, kwa sababu mwili wake unavyoenda na yeye ni vitu viwili tofauti. Amanda baada ya kufika hapo, akaamuru huyu binti apelekwe katika chumba cha kupumzika. Mwalimu mkuu akawa na hofu sana baada ya hili tukio. Akampigia simu mtu mmoja anaitwa Ayubu, akamwomba msaada afike hapa shuleni. Anamwambia kwamba anahofia yasije akatokea mambo kama yaliyotokea huko nyuma. Hii inaonekana wazi kwamba hii shule, hili jambo sio la kwanza kutokea. Kabla ya msaada haujawasili hapa, wanafunzi wengine wakaanza kupagawa, ni mmoja baada ya mwingine, mara waelee hewani. Yaani wanafunzi ni purukushani tu hapa, pakachangamka vibaya mno. Hofu ikawa kubwa mno kuliko hofu ya mtihani. Mbaya zaidi ni kwamba watu waliokuwa wamepagawa hapa wakaanza kuwaua wenzao. Yaani ukija mbele yake kizembe anakuua, na waliuao walimu pamoja na wanafunzi wengi sana eneo hili, kimzanzaa tu hivi hivi. Kwenye purukushani kuna mwanafunzi mmoja akawa amefanikiwa kufungua mlango, akawasaidia baadhi ya wanafunzi watoroke, lakini kabla yeye hajatoka akawa amepagawa hapa, kwani aliruhusu watu watoke, akawa amefunga na mlango. Waliotoka wamekwisha kutoka, waliobaki ndani wabaki ndani. Yaani mkuu wa shule muda huu akili imechanganyikiwa, moja ikai mbili hata ilali, akawa amejificha. Sasa upande wa wanafunzi waliofanikiwa kutoroka katika ukumbi wa mtihani, wakawa wametoka hapo moja kwa moja kwenda kujaribu kuomba wafunguliwe geti ili watoke hapa. Ndani ni hatari huko, lakini wapi, mlinzi akagoma kabisa kufungua mlango, hana hiyo ruhusa. Wanafunzi wakaanza kupanda geti ili waruke. Aisee, kuna jamaa mmoja akawa amepagawa yuko hapa, akaanza kuwashambulia waliokuwa wanajaribu kutoroka kwenye ile eneo. Akamwambia kwamba hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kutoka hapa, mtihani bado haujaisha. Mara baada tu ya kusema hivyo, akawa amejikata koo lake mbele yao na akawa amefariki hapo hapo. Wakati haya yote yanaendelea, kuna mwanafunzi mmoja hapa alikuwa anapambana kupata funguo, mara na yeye akawa amepagawa hapo. Akawageukia wenzake akawaambia vile vile kwamba hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kutoka hapa, mitihani haijaisha. Purukushani zikaanza kama kawaida. Sasa upande wa chumba cha adhabu, Ario pamoja na wenzake wao wanafanya mitihani, hawajui chochote kinachoendelea huko nje. Muda waliokuwa wamepewa wafanye mtihani uko umeisha. Mlinzi akawa amekusanya mitihani yao, mkuu wa shule akawa amekusanya nguvu, ikabidi kutangazia wanafunzi wote hapa. Akawaambia kwamba wanafunzi wote wanatakiwa kukaa kwa kutulia, kila mmoja aombe kwa nafasi yake, kwa sababu shule imevamiwa na nguvu za ajabu na hakuna njia ya kutoroka mpaka sasa. Hata hivyo akawahakikishia kwamba kuna msaada unakuja huko njiani. Tumaini lake ni kwamba huyo mtu atakapofika hapa atashughulikia hili jambo lote na mambo yote yatakaa sawa. Upande wa kina Pasha ndio wanasanuka, kumbe kuna jambo linaendelea huko nje. Sasa ukumbuke kwamba stori ya kuambiwa na stori ya kushuhudia huwa zina ladha tofauti. Wakati wao bado wanaendelea kujadili ni nini hasa kinatokea huko nje, mkuu wa shule akawa amwambia kwamba wajitahidi kuzali kila mmoja kwa nafasi yake ili kupambana na kujikinga mbali na nguvu za kishetani zinazoisakama hii shule kwa muda huu. Watu walinena kwa lugha hapa
kila mmoja alisali kwa imani yake ili kujikinga. Ndio maagizo alioambiwa. Kuna dawati hapa ndani linacheza cheza tu ili kuwatia hofu. Kisha mkuu wa shule akawa amemtuma mlinzi mmoja alikuwa anaitwa Dadang aende getini huko, pengine Ayubu atakuwa amefika hapo, ndio mtu anaomsubiri kwa ajili ya kutoa msaada. Kweli mlinzi akawa ametoka hapo, njia nzima anamtaja Mwenyezi Mungu, haamini mtu yoyote anayemuona wala anayemsikia. Mlinzi baada ya kufika getini kweli akamuona Ayubu kafika hapo, yuko na mwanadada mmoja anaitwa Nakila. Sasa mlinzi alikuwa na hofu kinoma, akawarushia funguo, akawaambia wazi kwamba yeye hana ujasiri wa aina yote kufungua geti, wafungue wao wenyewe. Kweli wakawa wamefungua geti. Walivyoingia ndani, kuna wanafunzi wawili wa kike walikuwa wamejificha hapa, wakaamua kutumia nafasi hiyo kujaribu kutoroka, lakini kuna nguvu ya ajabu ikawa marusha chini wote. Mmoja akawa amepagawa hapa, akaanza kuleta purukushani, lakini Nakila akafanyikiwa kumdhibiti mara moja. Mlinzi akasema kwamba wa hivyo wako wengi sana huko ndani, utaenda kupambana nao tu. Na kila akasema kwamba kuna kiumbe kibaya sana kwenye hii shule kimevamia. Moja kwa moja Ayubu akaenda kukutana na Amanda, akamuuliza nini kinachoendelea. Amanda akaeleza kwamba watu wamepagawa sana, walionusurika wamewagawa katika vyumba mbalimbali kama jinsi ambavyo Ayubu alimuelekeza hapo mwanzoni, ili wao wabaki salama zaidi. Wakiwa hapo, mara binti Nakila akahisi kuna nguvu ya ajabu sana imeingia hapa ndani. Baada ya kutafakari katika nguvu aliyokuwa amejaliwa, akamwambia Ayubu kwamba roho hii ina nguvu kubwa sana, ina nguvu kuliko kawaida na inaweza kumwangamiza mtu yoyote aliyepo kwenye hii shule. Basi Ayubu akamwelezea ukweli Amanda kwamba hawawezi kuidhibiti hiyo roho muda mfupi, inahitaji muda mrefu. Yaani haya ndo mambo ya kwenda kwa mganga akusaidia, alafu mganga anasema kwamba kwa hili tatizo ulionalo tumuombe sana Mungu. Sasa muda wanazunguka, kuna wanafunzi walikuwa wamejificha kwenye chumba cha mziki, wanashangaa mara piano inajipiga yenyewe, mara nyuzi za gitaa zinakatika. Alo, yule kiumbe akawa amejitokeza hapa ni kama vumbi la mkongo, akawashambulia na kuwaua bila huruma ya aina yote. Upande wa Ayubu akaomba aonyeshwe picha za CCTV ili aone kila kitu kinachoendelea. Sasa kwenye kutazama akaona kuna kiti kilikuwa tupu wakati wanafunzi wanafanya mitihani. Ikabidi aulize nani aliyefaa kukaa kwenye hicho kiti, kwa nini hakuwepo wakati wa mtihani na ndio mtihani wa mwisho wa wanafunzi. Amanda akasema kwamba aliyokuwa anakaa kwenye hicho kiti kuna mwanafunzi mmoja alikuwa anaitwa Karina. Akaulizwa kwa nini hajakaa kwenye mtihani wakati wenzake walikuwa wanafanya mtihani. Akasema kwamba Karina alifariki mapema kabla mtihani. Inawezekanaje? Wakambana vizuri. Amanda akasema kwamba alimkaripia Karina kwa sababu alikuwa na kila dalili ya kuhitaji kufoji mtihani. Yaani alikuwa anahitaji kupata majibu ya mtihani kabla ya mtihani kuanza. Mwalimu akamtishia kwamba atamfukuza shule mara moja. Binti huyo alishtuka sana na kwa bahati mbaya kwa amepoteza fahamu alipopelekwa katika chumba cha kuhudumiwa kiafya. Amanda anasema kwamba alipotoka hapo kwenda kumtazama hali yake inaendeleaje ili kumrudisha katika darasa aje afanye mtihani, akashangaa kumuona Karina amejiondoa uhai wake yeye mwenyewe. Yaani alijinyonga katika chumba cha wagonjwa. Ayubu akawa ameshangaa sana, akauliza kwa nini hawakupiga simu polisi kujulisha hilo jambo. Amanda akasema kwamba yeye kama mkuu wa shule hakutaka kabisa kusimamisha mtihani kwa sababu hii shule ilikuwa inapigania tena kupata tuzo ya shule bora, imekuwa ndo kawaida yake. Hivyo yeye akaamua kukifunga kile chumba ili wanafunzi waendelee na mitihani bila wanafunzi wengine kujua lolote lililokuwa linaendelea. Baada ya maelezo, basi wakatambua kwamba pengine roho ya Karina ndiyo imejawa chuki na kisasi dhidi ya wanafunzi wengine wote. Kwa nini? Ni kwa sababu yenyewe ilizuiliwa kufanya mitihani na wanafunzi wengine wote wanafanya mitihani. Ayubu akasema kwamba ni lazima wahakikishe waizuie hii roho kabla haijaua wanafunzi wote waliokuwepo katika hili eneo. Basi mlinzi Dadang akawaongoza moja kwa moja mpaka katika chumba cha wagonjwa ambako Karina alikuwa amejinyongea huko. Lakini baada ya kufika hapa, aliyening'inia sio Karina, ni mwanafunzi mwingine kabisa. Hii imewezekanaje? Vichwa vimechemka na kila akatambua kwamba kuna nguvu nyingine iliyotumika hapa. Inaonekana wazi roho ya Karina ilitambua kwamba wao wanakuja hapa, hivyo ikaamua kuuficha huo mwili ili wasipate njia sahihi ya kutatua hili tatizo kiurahisi. Wakawa wanahitaji kuushusha ule mwili, lakini mlinzi Dadang akawa amepagawa na yeye, akajaribu kuwashambulia. Ayubu ikabidi kujitetea kwa kutumia kisu chake ili kuiondoa hiyo roho, lakini sasa cha kushangaza ni kwamba badala kisu kiondoe roho iliyokuwa imempagawa huyu bwana mkubwa, mlinzi akawa ameanguka chini na kupoteza maisha kabisa. Wakarudi kwa Amanda
wakamjulisha kwamba mlinzi amefariki, hawajafanyikiwa kabisa kuupata mwili wa Karina. Amanda muda huo ana hofu kweli, akawaambia kwamba ukumbi wa sasa ni kama unaonekana uko tofauti sana, lakini kweli kwenye kutazama zile CCTV wanafunzi jinsi walivyokuwa wamerundikwa. Sasa kwenye kuangalia vizuri, Amanda akamtambua kuna msichana mmoja anaonekana ni mwanafunzi, lakini anacheka mbele yake. Amanda akasema kwamba huyu binti mimi simjui kabisa, huyu binti sio mwanafunzi kwenye hii shule. Yani madam anawajua wanafunzi wake wote, akajua kabisa hii chuma sio ya hii shule. Imefikaje? Mara dada akawa ametokea mbele ya kamera na picha zote zilikuwa zimezimika tu ghafla. Upande wa Ario pamoja na Pasha, Inka na Nara wao wamekaa sasa, wamechoka kwa sababu hawaoni kitu chochote, wanataka kutoka nje, wamechoka kukaa hapa. Mlinzi akawa anawazuia tu, wasubiri. Inka muda huo akapagawa, akaanza kuchana karatasi zote za mitihani. Wakajaribu kumtuliza, akatembeza kichapo, wakataka kukimbia, lakini yeye akapita shortcut kwenye ukuta huko, akatokea mbele yao. Inka kwenye kuwatiatia jamba hapa, mara akawa amejirusha kutoka juu kwenye ngazi na kupoteza maisha hapo. Watu wakabaki wametumbua ni macho hapo na hofu za kutosha, ikabidi watoke hilo eneo mbio. Ario kambeba Pasha, akawa amemshusha mshikaji, macho ni meupe, akajua pengine mshikaji wake anamletea maigizo. Kumbe Pasha alikuwa amepagawa kweli, akamshambulia Ario. Mlinzi akamlazimisha wakimbie kweli, wakawa wametoka hapo wakaenda kujificha. Sasa kitu ambacho kilikuwa kinaboa hapa ni Ario jinsi ambavyo alikuwa anaona kabisa anayo nia na hamu ya kumwokoa mshikaji wake. Pasha akapagawa. Sasa kwa bahati mbaya sana, ukipagawa baada ya muda tu unaanza kuhisi joto kinoma, na muda mfupi tu unajiondoa uhai wako wewe mwenyewe, na ndicho kilichotokea kwa Pasha. Pasha akalalamika joto, akawa amejitoa uhai wake kwa kujirusha gorofani na kufariki hapo. Ario pamoja na Nara wakabaki wanalia sana kwa sababu Pasha alikuwa ni mshikaji wao kinoma. Sasa kabla hawajapata muda mzuri wa kuomboleza vizuri, wakasikia kama kuna sauti chooni hapa. Wakasogea kwenda kuangalia ni nani, wakamkuta ni mwanafunzi mwenzao, alikuwa anaitwa Linda. Alikuwa amejificha, ana hofu kubwa mno. Wakati huo upande wa Ayubu akaenda na Amanda katika ukumbi wa mitihani ili kwenda kuchunguza zaidi, na kila akagusa kiti cha Karina akapata maono ya ajabu, na kila akamweleza Ayubu kwamba wanafunzi wote ambao wametoweka tu, achana na waliokufa, waliotoweka wote wamefichwa katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa roho. Amanda muda huo kichwa kimechemka. Wakiwa hapo wakasikia kelele upande wa pili, ikabidi watoke hapo kwenda kuchunguza. Yani ni nginja, hamna muda wa kupumzika, unautoa wapi? Wakamkuta Karina kaning'inia kama bendera hapa, anaomba msaada wamshushe. Ayubu akamuuliza Amanda, wewe si ulisema huyo binti amejiua, na huyu tena ni nani? Amanda mwenyewe ni kama kachanganyikiwa, anasema hata sielewi, lakini mimi naamini huyu atakuwa ndo Karina, mumshushe. Uko amemshusha chini. Karina kachoka kinoma, akaanza kumlaumu Amanda mwalimu wake, anasema kwamba wewe ndiye sababu ya haya matatizo yote. Amanda akasema kweli, wote watu waliokufa wamekufa. Muda huo Ayubu akawa amemvuta Amanda kando baada ya kutambua kwamba huyu sio Karina bali ni pepo ambaye ameamua kutumia akili tu. Pepo akasogea kwa Ayubu akamwambia kwamba hatimaye tumekutana, unanikumbuka? Kiumbe hichi kikamkumbusha jinsi ambavyo alivyokitesa huko mwanzoni, kikamwambia sasa hivi nina nguvu kuliko mwanzo. Pepo kajipata, akacheka, akageuka moshi, akasepa zake, akaingia ndani ya shule. Walipotoka hapo wakaenda katika chumba cha adhabu, wakakuta mwili wa Inka akiwa sakafuni kafa, na kila akaona tukio zima jinsi lilivyotokea, akamwelezea Ayubu. Muda huo Amanda amekaa na wasiwasi, uko ametoka hapo kwenda kuwatafuta. Kwa bahati nzuri Ario pamoja na wenzake walikuwa na mpango wa kutoroka kabisa kupitia mlango wa nyuma ili waende kutafuta msaada mwingine. Kwenye kukimbia wakakutana na moshi, sio moto, ni moshi wa Karina. Kakaa mbele yao kwa sauti ya kejeli. Karina akauliza, vipi, mitihani inaendeleaje? Akapiga yowe kali moja, akawarusha wote chini kwa nguvu zake, akamshika Linda, akaanza kumnyonya roho yake. Muda huo Ayubu akawa amefika hapo, akaamua kumtuliza huyo pepo. Pepo akamgeukia, akamwonyesha sura yake yenyewe halisi, hapendi kuingiliwa huyu. Ayubu akaomba Amanda awaondoe wengine hapa ili wao wamshughulikie huyu pepo. Karina akaanza kuzichapa. Alizichapa na kila huyo. Hata hivyo sasa huyu pepo alikuwa na nguvu kinoma, akamtupilia mbali na kila. Ayubu akawa ametoa kisu chake ili apambane. Kweli pepo akawa ameishia njiani kwa nguvu. Akaona isiwe shida, akaamua kutumia akili, akavunja vioo kimoja chake
kilikuwa kimemjeruhi vibaya sana Ayubu. Pepo huyo akawa amesepa kwa muda tu, ngoja akajipange vizuri, na kila akamchukua Ayubu wakaenda moja kwa moja katika ukumbi wa mtihani. Akiwa katika hali mbaya sana, Ayubu kabla hajakata roho akasema kwamba roho ya Karina haitendi yenyewe haya mambo yote, imedhibitiwa na pepo mwenye nguvu zaidi, anaitwa Ujang Pegati. Amanda baada ya kusikia hili jina mpaka miguu ilitetemeka, kwa sababu ni jina ambalo analijua. Ayubu akawa amemkabidhi kisu chake na kila akasema kwamba wewe ndiye mwenye jukumu la kupambana na huyu pepo na kumaliza kabisa haya mambo. Akamwomba awaokoe wanafunzi wote waliotekwa na kushikiliwa katika ulimwengu wa roho, lakini sasa ni lazima kwanza binti ahakikishe anatenganisha roho ya Karina pamoja na roho ya Ujang Pegati. Wakiwatenganisha tu nguvu itapungua kwa kiasi kikubwa. Baada ya kusema hayo, Ayubu akawa amefariki dunia. Alio ikabidi kumuuliza mkuu wake wa shule, Ujang Pegati ni nani? Amanda ikabidi kusimulia tukio zima lililowahi kutokea huko maisha ya nyuma, wakati yeye ni piskari, yani ni binti mmoja mbichi. Akasema kwamba Ujang Pegati alikuwa ni mtu katili sana, alikuwa anawateka wasichana wadogo kwa kutumia uchawi wa filimbi. Yani unapigiwa filimbi unaanza kumfuata tu mwenyewe, kila anachosema wewe ni kutii tu. Sasa siku moja alimloga Amanda na kumpeleka mafichoni. Baada ya kumfikisha huko, akakuta kuna wanafunzi wengine wa kike wamefungiwa hili eneo. Sasa Amanda kipindi hicho alikuwa anasoma katika shule hii, na kipindi hicho pia ilikuwa inasimamiwa na baba yake Amanda. Siku hiyo Ujang Pegati akamtoa mmoja wa wasichana hao, akaanza kufanya tambiko lake, kisha kwa amemtoa kafara ili aongeze nguvu zake za kichawi. Sasa usiku huo Ujang Pegati akaamua kuongeza nguvu zaidi, alikuwa na mpango mkubwa wewe. Akamchukua moja kwa moja Amanda ili amtoe kafara. Kwa bahati nzuri baba yake akawa amefika hapa. Baba yake Amanda alikuwa anaitwa Ridwan. Kafika hapa akiwa na wananchi pamoja na Ayubu. Ayubu akaamua kutumia uwezo wake na kuvunja nguvu zote za kichawi. Amanda akawa amerudiwa na akili yake ya kawaida. Ayubu akaamua kupambana na Ujang, na alipambana kweli kweli, lakini kwa bahati nzuri akawa amefanikiwa kumdhibiti Ujang Pegati. Yeye anacheka tu, yani hata ajali, wamemfunga, wamemdunda, wamempiga vya kutosha, lakini yeye anacheka tu. Baba yake Amanda, kwa sababu alikuwa amekasirishwa sana na hili jambo, akaamuru wananchi wamkamate Ujang na wamchome moto. Ayubu alijaribu kuzuia mara ya kwanza, lakini alishindwa. Ujang Pegati anachoma moto, lakini yuko katikati ya moto, yeye anachekaga tu, yani kilichosababisha nyamaze kucheka ni kufa tu. Baada ya hii simulizi, na kila akamweleza Amanda kuwa ili kuwaokoa wale wote walioshikiliwa katika ulimwengu mwingine, ni lazima mtu mmoja ajitolee akae katika kiti cha Karina, kwa sababu kiti hicho ndicho kinachotumika kama malango, kimeunganishwa na dunia nyingine. Ili waokoe wanafunzi wengine katika huo ulimwengu, lazima mtu ajitolee kukaa kwenye hicho kiti. Basi mwanamama Amanda yeye akawa amejitolea kufanya hivyo, akasema kwamba yuko tayari kabisa kupambana ili kuokoa nafsi na roho za wanafunzi wengine, kwa sababu yeye anajiona kabisa yeye ndiye aliyesababisha haya mambo yote kutokea. Baada ya kuketi, akaambiwa anatakiwa kufumba macho na afate sala ambayo atasomewa hapa. Maombi yao yatawaongoza moja kwa moja mpaka sehemu ambapo Ujang Pegati yupo katika ulimwengu wa roho. Pia akawaambia kwamba wanaobaki hapa duniani wakiona mishumaa imewaka yenyewe, mara moja wasisite, wachome hicho kiti kwa moto. Yote akibidi kuuliza hapa, wakichoma moto, wao walioenda katika huo ulimwengu watafanyikiwaje kurudi kwenye huo ulimwengu wakati kiti kimechoma moto? Na kila akasema kwamba jambo lililo la muhimu zaidi ni kuyaokoa maisha ya watu wengine, hata kama ya kwao yatakuwa hatarini. Ibada ikaanza na kila akamshika Amanda mikono. Ghafla wote wawili wakiwa wametoweka mbele ya watu waliobaki hapa. Wao wakajikuta moja kwa moja katika ulimwengu mwingine, mahali ambapo Amanda ana kumbukumbu napo vizuri mno. Kwenye kuchunguza kweli wakawa wamewaona wanafunzi wote na walimu wengine wakiwa wamefungiwa hili eneo. Kwenye kuzunguka wakauona mwili halisi wa Karina umefichwa huku. Aise, huu mwili wangeutafuta mno. Wakiwa wanaendelea kuchunguza, wakamuona Ujang Pegati hana muda wa kupoteza, akachukua mwanafunzi mmoja kwa ajili ya sadaka. Ndio maisha yake huyu mzee, na kila akawa amejitokeza hapo mbele. Mzee hapendi kuingiliwa mambo yake, akamuuliza kwamba wewe umefuata nini huku, na kicheko juu kama kawaida yake. Muda huo Amanda akawa amemchukua yule mwanafunzi na kumrudisha sehemu salama na kujaribu kusaidia wengine. Muda huo Ujang Pegati akaanza mapambano. Walipambana. Nikala alijitahidi sana kupambana na huyu jamaa, japo alikuwa na nguvu sana kiasi kwamba alimzidi kabisa. Ujang Pegati
akataka kummaliza kabisa. Muda huo Amanda akawa amejitokeza ili kumsaidia, akamchoma kwa kisu maalum. Upande katika dunia ya kawaida huko, mishumaa yote kweli ilikuwa imewaka moto. Mara moja akawa amekitia kile kiti moto kama maagizo aliopewa. Huu moto haukuishia tu hapa duniani, ulienda mpaka katika ulimwengu wa pili na kusababisha moto pia. Amanda pamoja na Nicole walimgawana, lakini Amanda akawa amejitolea kupambana na Ujang na akawa amesababisha yeye pamoja na Ujang wakaenda kwenye moto moja kwa moja, na moto ulikuwa ni mkali sana. Nicole hakuwa na namna, ameona Amanda namna alivyojitoa. Nicole mara moja roho za watu waliokuwa wamefungwa na Nicole wakuwa wamerudi katika ulimwengu wa kawaida. Wakatoka katika jengo la shule ambalo lilikuwa limeshika moto kwa kiasi kikubwa mno. Wakiwa salama nje, wanatazama shule nzima ikiwa inateketea kwa moto. Tumaini lao kwa sasa wako huru kabisa, lakini wanaamini laana hii itakuwa imeisha, na wanakumbuka kwamba mkuu wao wa shule Amanda ameamua kujitoa uhai wake, ameamua kujitoa ili wao wawe salama. Jamani, watu tunapenda kusoma komenti, hatupendi kusoma manamba jamani. Subscribe, like, comment.